Rais hawezi kawa anaangalia mwizi yuko Gairo halmashauri, akaangalia yuko usiji Bukombe, akaangalia yuko Rorya, akaangalia. Haiwezekani kitu kama hicho. Na muwe mnafuata ushauri wa kitaalamu. Kama tuna vyombo vyetu vya usalama na ulinzi ambavyo vinahusika kwenye masuala ya ushauri, chukueni ushauri, muangalie. Maki sababu wananchi wa sasa hivi sio wajinga, wanajua kabisa hili jengo la fulani, hiki kitu cha fulani, huyu yuko serikalini ni mwizi aliyokubuhu. Na wengine tena wanaenda hata hawana aibu, utakuta wananunulia watu mshikaki, wananunulia nini. Kama hamna wengine, njoo mimi nitawaandikia wezi wote, manake na mimi ni usalama wa taifa kujitegemea, nipo hapa, msiwe na wasiwasi. Lakini nakwambieni katika kitu kinachozungumza, na ndio maana mama amekizungumza hapa, anataka usaidizi kutoka kwa wasaidizi wake, na ndio maana Mheshimiwa Rais alikizungumza kwa uchungu sana. Je, wasaidizi wake mnafanya hizo kazi? Na huko mawaziri msikae tu hapa mnangoja nani atakuwa rais baada ya 2030 nani. Hata sisi huku nyumba, mimi nilikuwa naongea na Maganga yuko Maganga atakuwa maki, hata mimi na troti maki, lazima tujue, msikae huko tu kila huyu anataka hichi anataka. Hata sisi huku nyumba tulikuwa tuna troti. Nilikuwa naongea na ndugu yangu Jafari hapa, yuko mwingine hapa anataka waziri mkuu. Tunasema sasa msema sasa tutakwenda. Lakini cha mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kupongeze, unafanya kazi nzuri. Naomba hapo hapo na timu yako wote, na najua katika timu yako wa mawaziri mlioko sasa hivi wengi ni wazuri, ila muangalie huko chini. Hata hapo wabunge hao wengine usione wapigi kelele, na waingia kichwani, wanajua ninachokiongea na wanakielewa. Utikinde sehemu fulani, jumba la fulani, jumba la fulani. Kuna mmoja hapa alijenga jumba akaandika kabisa na jina lake fulani Tower. Jamani, sasa huko tunafanyaje? Na sisi mnatupa kazi ya ziada. Mtu anayekupenda atakwambia ukweli.